Naam, hujambo na karibu kwenye historia yetu ya leo. Jina langu ni Isaac Wabwire. Leo nitakuhadithia hadithi ya moja kati ya watu waliokuwa maarufu katika nchi ya Kenya. Je, huyu ni nani? Jina lake halisi ni Raila Amolo Odinga. Raila Odinga amezaliwa tarehe 7 Januari mwaka wa 1945 hadi tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2025. Alikuwa mwanasiasa wa Kenya aliyehudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2013. Alitazamwa kuwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya kuanzia mwaka wa 2013, kwani katiba mpya ya Kenya haina nafasi hiyo. Alikuwa mbunge wa Lang'ata kuanzia mwaka wa 1992 hadi mwaka wa 2007. Raila Odinga alihudumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia mwaka wa 2001 hadi mwaka wa 2002 na baadaye kama waziri wa barabara, kazi ya umma na makazi kuanzia mwaka wa 2003 hadi 2005. Odinga aliteuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka wa 2018. Alijulikana kote Kenya kwa jina lake la kwanza, Raila Rao au ukipenda Baba. Watu wanaotoka kwenye kabila lake la Wajaluo hupenda kumwita Ogwambo, Tinga au pia Nyundo. Je, tuweze kupata na kuelewa utoto na familia ya Baba. Alizaliwa mwaka wa 1945 katika familia ya Wajaluo akiwa mtoto wa Chifu Jaramogi Oginga Odinga, aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza nchini Kenya. Baba yake alikuwa kiongozi mkuu wa Wajaluo, akatazamiwa baadaye kama mpinzani mkuu wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Kaka yake Raila Oburu Odinga amekuwa mwanasiasa na mbunge vilevile, ambapo sasa ni mbunge wa Ela ama pia twasema ELA. Raila alimwoa Ida Betty Odinga, wakapata watoto 4: Fidel, Rosemary, Raila Junior na Winnie. Tupate kuelewa elimu na kazi yake Raila Amolo Odinga. Raila baada ya kumaliza shule nchini Kenya alikwenda kusoma uhandisi katika chuo cha ufundi Magdeburg, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kijerumani. Kati ya mwaka wa 1965 hadi mwaka wa 1970 alipata digrii ya MSc kama mhandisi. Alijiunga na chuo kikuu cha Nairobi kama mwalimu hadi mwaka wa 1974 alipokuwa naibu mkurugenzi katika shirika la viwango Kenya, Kenya Bureau of Standards. Raila alianzisha makampuni kadhaa kama vile Applied Engineering Services na Pan African Petroleum Limited. Ameendelea kuendeleza kampuni ya familia ya Spectra International Limited, kiwanda cha ethanol na Kisumu, na East African Spectra inayotengeneza chupa za gesi. Mwaka wa 2007 alikadiriwa kuwa na mali yenye dhamani ya takribani bilioni 4 za shilingi za Kenya. Raila anajulikana kama mpenzi wa mpira wa miguu aliyeshiriki mara nyingi katika timu ya bunge la Kenya. Anapenda kutazama michezo uwanjani. Katika hotuba zake alichukua mara nyingi nafasi ya mtangazaji wa redio. Alilinganisha siasa na mchezo wa mpira. Maisha ya siasa yake Raila.
Raila alionekana katika siasa mara ya kwanza baada ya jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka wa 1982 nchini Kenya. Raila, asiyewahi kuwa mwanajeshi, alishtakiwa kushiriki katika mipango hii, akakamatwa, akafungwa katika nyumba yake kwa miezi 6 na kutupwa jela bila hukumu, jumla miaka 8 kati ya mwaka wa 1982, mwaka wa 1988, mwaka wa 1988 hadi mwaka wa 1809 na mwaka wa 1990 hadi mwaka wa 1991. Wakati ule alikanusha mashtaki, lakini kutokana tawasifu iliyotolewa mwaka wa 2006 inaonekana ya kwamba alikuwa na habari kuhusu mipango ya mapinduzi. Mwaka wa 1991 Raila aliondoka Kenya kukimbilia Norway akihofia maisha yake baada ya serikali ya Moi kubadilisha katiba na kuruhusu vyama vya upinzani. Akarudi na kujiunga na chama cha Ford Kenya Forum for the Restoration of Democracy kilichoongozwa na babake katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Akachukuliwa kama mbunge wa jimbo la Lang'ata mjini Nairobi. Katika mafarakano ya Ford, aliendelea upande wa babake katika Ford Kenya. Baada ya kifo cha baba, akagombea uongozi wa Ford Kenya, akashindwa na Michael Wamalwa, akaondoka na kujiunga na chama kidogo cha National Development Party (NDP), akifuatwa na wabunge wengi wa chama kutoka eneo la Wajaluo. Usisahau kushare historia hii, kulike na kusubscribe. Kumbuka jina langu ni presenter Wabwire Isaac.